Habari mpenzi mtazamaji wa GSN. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukutaarifu juu ya kile kinachoendelea kwenye mazungumzo ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na nchi za Ulaya. Hapa namaanisha Ujerumani, Uingereza pamoja na Ufaransa pamoja na mwakilishi mmoja wa EU. Kwenye mazungumzo hayo, hawa viongozi wamemuomba waziri Abbas Araghchi aweze kuishawishi Iran iweze kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba wanataka kuifanya Iran ionekane ndogo mbele ya Israeli, kwa sababu hawa kama ni rafiki wa Israeli, kwa nini wameshindwa sasa kuweza kuishawishi Israeli iweze kusitisha mashambulizi ambayo ilianzisha kuishambulia Iran? Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba hii ni njia mojawapo ambayo Ulaya sasa wanataka kuitumia kwa ajili ya kuweza kuifanya Iran ionekane kwamba ni ndogo mbele ya Israeli. Na Iran mwenyewe ameweza kusimamia msimamo wake wa kwamba hatokaa kwenye meza ya mazungumzo wakati ya mashambulizi yakiwa yanaendelea, na alikataa kuwa na mazungumzo na Marekani, na ndio maana unaweza ukaona kwamba Marekani sasa ameamua kutumia mlango wa nyuma kwa kuwatumia viongozi wa Ulaya ili waweze kuwa na kufanya mazungumzo pamoja na waziri huyu wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Sasa hali ilivyo hivi sasa ndani ya Israeli, hali ni mbaya. Tunaona mifumo ya ulinzi ya Israeli inazidiwa, na ndiyo maana tunaona kwamba Iran sasa idadi ya makombora ambayo inarusha imeweza kupungua, kwa sababu ina uhakika sasa kwamba hata kama itatumia makombora machache bado itakuwa ina uwezo wa kuweza kufikia malengo yake ambayo yapo ndani ya Israeli. Kulingana na jinsi vita inavyoendelea, ni wazi kwamba Israeli tayari ameshazidiwa, na ndio maana tayari sasa anaomba misaada kwa washirika wake, hasa mshirika wake mkuu Marekani, ambaye sasa Marekani ameshatoa kauli kwamba atatoa maamuzi ndani ya wiki mbili. Sasa ndani ya wiki mbili hizi, wakati Israeli mwenyewe jinsi tu hali ilivyo hivi sasa, hali ni mbaya. Je, baada ya wiki mbili Israeli itakuwa na hali gani? Ni kama pia Marekani sasa ameamua kumwacha Israeli ajifunze kwa vitendo, kwa sababu Marekani alikuwa anasimamia mazungumzo ya Irani pamoja na Israeli, lakini Israeli mwenyewe aliamua sasa kuchukua hatua ya kuweza kuishambulia Irani. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema sasa kwamba Marekani ameamua kuifundisha Israeli kwa vitendo kwamba mimi nilikuwa natumia njia ya diplomasia kwa ajili ya kuweza kufikia mwafaka, lakini wewe umeamua sasa kuchukua hatua za kuweza kuishambulia Irani. Ni hayo ambayo nilipenda nikuletee kwa siku ya leo. Usikose kufuatilia taarifa mbalimbali zinazoendelea hapa GSN. Pia usikose kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazojiri. Haruni Nyakapala.